Siku ya Jumanne ya juma la 20 la mwaka. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 19 aya ya 21 hadi ya 30. Wapendwa katika Kristo, kila mmoja wetu anatamani siku moja kuingia mbinguni na kuurithi uzima wa milele. Ndio maana tunasali, tunashiriki misa takatifu, tunafanya matendo ya huruma na tunajitahidi kuishi maisha ya Kikristo, kwa sababu tunajua maisha yetu hayaishii hapa duniani. Tuko safarini, tuko kwenye hija, tunaelekea kwenda mbinguni. Lakini swali la leo ni hili: ni nini kitakachotuzuia kuingia mbinguni? Baada ya yule kijana tajiri kwenye injili ya jana kuondoka akiwa na huzuni kwa sababu hakuweza kuacha mali zake ili amfuate Kristo, Yesu anawaambia wanafunzi wake maneno ambayo yanawashangaza. Anawaambia ni vigumu kwa tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi zaidi ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Je, kuwa tajiri ni dhambi? Jibu ni hapana. Yesu alikuwa na marafiki matajiri, akina Yusufu wa Arimathei ambaye alihusika kwenye maziko ya Kristo, akina Maria Magdalena pamoja na wanawake wengine ambao walikuwa wanamsaidia Bwana wetu Yesu Kristo kwenye utume. Walitumia mali zao, muda wao kwa ajili ya kumsaidia Kristo. Kumbe tatizo si kuwa na mali, bali mali kutawala moyo wako. Yesu hakukataa utajiri, alikataa moyo unaoshikamana na utajiri na unamuacha Mungu au unamuweka Mungu pembeni. Kuna simulizi linalosema kwamba mji wa Yerusalemu ulikuwa umezungukwa na ukuta. Ili kuingia au kutoka lazima upite kwenye lango kubwa, au wakati mwingine upite kwenye lango dogo. Lango dogo liliitwa tundu la sindano, na usiku lango kubwa lilifungwa na lango dogo ndilo lilitumika. Kwa hiyo ili ngamia aweze kuingia wakati wa usiku, ilibidi apite kwenye lango dogo, na ili aweze kupita ilibidi ashushe mizigo yote, achutame, ndipo aweze kuingia. Asipofanya hivi hawezi kuingia ndani na atabaki nje. Simulizi hili linatufundisha ukweli mkubwa sana kwenye maisha ya kiroho. Huwezi kuingia mbinguni ukiwa umebeba mizigo au umeshikamana na vitu vya kidunia. Na mizigo hiyo sio mali peke yake, inaweza ikawa kiburi, sifa unazozitafuta, madaraka ambayo unayatafuta na wakati mwingine unawakanyaga watu wengine, fedha ambazo unazitafuta unatumia njia ambazo sio halali, uraibu, chuki, moyo ambao hautaki kusamehe na mengine mengi ambayo yanafanana na hayo. Hiyo ndio mizigo. Vitu hivi vinakuwa mizigo inayotuzuia kupita katika njia nyembamba ambayo inatupeleka kwenye uzima wa milele. Lazima kuviacha, na hakika tukiviacha Kristu anatuhakikishia tuzo. Tumesikia kwenye Injili Petro anamuuliza Bwana wetu Yesu Kristo, sisi tumeacha yote tukakufuata, tutapata nini? Yesu anamjibu kwamba hakuna mtu aliyeacha yote na kumfuata Mungu kwa moyo wa kweli atakayepoteza zawadi yake. Lengo la Kristo sio kwamba mtu aache kila kitu ili awe maskini hohehahe ndio basi kigezo cha kuweza kuurithi uzima wa milele. Kristo anachotutaka, anataka moyo wetu uwe huru ili uweze kumpenda Mungu kuliko kitu kingine chochote. Ndugu zangu, kuacha yote na kumfuata Kristo sio jambo rahisi. Ndio maana hata mitume waliona ugumu wa hiki kitu. Ndio maana wanaamua kumuuliza Bwana wetu Yesu Kristo swali. Wanasema, basi ni nani anayeweza kuokoka kama hali ni hii? Ni nani anayeweza kuokoka? Na Bwana wetu Yesu Kristo anawapa jibu ambalo
linatupa sisi sote matumaini makubwa. Kristo anasema kwa wanadamu jambo hili haliwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Ndugu zangu, pengine leo unahisi umefungwa na dhambi fulani, umefungwa na tamaa fulani, au kuna kitu huwezi kukiacha. Usikate tamaa. Ukiamua na ukamruhusu Mungu afanye kazi ndani yako, hakuna kisichowezekana. Neema ya Mungu inaweza kubadilisha moyo wako na kukuwezesha kuacha kile kinachokuzuia kufika mbinguni. Leo Yesu anatualika kufanya uchunguzi wa dhamiri. Ni mzigo gani ninaoubeba unaonizuia kumfuata Kristo kwa uhuru na kikamilifu? Ukimkabidhi Yesu mzigo huo, atakupa nguvu ya kuushusha, na unaposhusha mizigo ya kidunia, njia ya kuelekea kwenye uzima wa milele inakuwa wazi zaidi. Basi tuombe neema ya kuwa na mioyo iliyo huru, isiyofungwa na mali, sifa au tamaa za kidunia, bali moyo unayemtegemea Mungu peke yake, kwa maana kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Yote tukiyaweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu na tukaamini, basi Mwenyezi Mungu anatusaidia. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.